Yanga siku ya jana Jumamosi Machi 7 iliweza kusema imeandika barua kwa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania kwa maana TPLB ikihitaji ufafanuzi wa mambo matano. Afisa habari na mawasiliano wa Yanga Ally Kamwe amesema kuwa wamelazimika kufanya hivyo kwa vile wanachama wao wanahitaji ufafanuzi wa mambo hayo. Jambo la kwanza ni adhabu ya mshambuliaji wa Simba Selemani Mwalimu ya kufungiwa mechi 3 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Dodoma Jiji, ambapo Yanga imetaka ufafanuzi wa kwa nini kamati imetumia kanuni tofauti ya 41 kifungu cha 5 iliyomfungia mechi 3 badala ya kutumika kanuni ya 41 kifungu cha 21 ambayo imefanya afungiwe mechi 5. Ufafanuzi wa pili ambao Yanga wameutaka ni juu ya kuchelewa kwa kamati hiyo kutoa uamuzi wa suala la Selemani Mwalimu, huku jambo la tatu ni ufafanuzi wa adhabu tofauti ambazo marefa wasaidizi wawili wa mechi baina yao na Simba kwa kosa moja la kushindwa kutafsiri sheria ya kuotea. Jambo la nne ambalo Yanga wamehitaji ufafanuzi wake ni la taarifa ya TPLB kudai refa msaidizi alikataa bao halali la Simba kinyume na mwongozo wa sheria na taratibu za soka duniani. Sasa nikinukuu, anasema kwa mujibu wa sheria za FIFA, goli halali ni lile goli pekee ambalo linaruhusiwa na mwamuzi wa kati. Kinyume na hapo, hakuna kamati wala sheria au kanuni ambayo ina mamlaka ya kuhalalisha goli ambalo halikuidhinishwa na mwamuzi wa kati. Kauli ya kwamba Simba wamenyimwa goli halali imeleta taharuki kwa umma. Tumeiandikia kamati itueleze imetoa wapi mamlaka ya kutangazia umma kuwa goli ni halali, amesema Kamwe. Jambo la tano ni ufafanuzi wa kutoadhibiwa kwa refa msaidizi aliyeruhusu bao la pili la Simba dhidi ya KMC, Yanga ikidai kuwa bao hilo lililofungwa na Selemani Mwalimu lilikuwa la kuotea. Afisa habari wa TPLB Karim Boimanda amesema kuwa itafuata taratibu za kikanuni katika kushughulikia swala hilo. Nukuu, kikanuni klabu inaweza kuomba mrejesho kwa kamati, hivyo bodi kwa sasa haiwezi kuzijibu kwa vile zimeelekezwa kwa kamati ambayo bado haijakutana, amesema Boimanda. Lakini moja kati ya vitu ambavyo bado tunajiuliza ni kwamba hili swala litaishia wapi? Je, kamati haiwezi kufuata zile kanuni ambazo wenyewe wamejiwekea, inafanya vitu kwa kufuata labda namna fulani hivi? Bado mambo ni magumu kidogo. Nakumbuka jana Ally Kamwe aliweza kuzungumza mengi sana, lakini machache kati ya yale mengi aliyozungumza ni hayo. Sasa itakuwaje? Hebu tuambie hapo upande wa comment. Wewe mwana Talent Media imekaje? Hii ni Talent Media, mimi Ali Swale Mshana. Kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo, lengo ni kupata taarifa zetu zote. Asante na kwaheri.